Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa James Maro, ni mchungaji na mwinjilisti. Nimetoka Kigoma, Tanzania. Nimekuja hapa Burundi, Bujumbura, Ngagara kuhubiri injili kwa makundi matatu. Kundi la kwanza nimezungumza na vijana. Kundi la pili nikazungumza na wababa. Na makundi mengine ni yale ambayo pengine hayako kwenye lika lolote kwa maana ya maisha yao binafsi. Lakini kusudi kuu lilikuwa ni nini? Leo nileta hapa Burundi. Nimekuja kwa ajili ya maisha ya kanisa, ambapo tumepata kisa chetu kwenye kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 15 na ile sura na mstari wa 58, ambayo imezungumza sana kwa maisha ya kuimarika na kutokutikisika. Kanisa, Mungu anatamani kuona kanisa likisimama katika kuimarika na lisitikisike hata katika nyanja yoyote ile. Vijana vile vile wasimame imara na wasitikisike, hata kama watapita kwenye majaribu, watapita kwenye magumu na changamoto mbalimbali, wanapaswa kusimama imara. Wababa vile vile na wamama, kwa maana ya wanandoa. Ndoa zisiposimama imara, kanisa haliwezi kusimama imara. Kwa hiyo ndoa zikisimama imara, zisipotikisika, maana yake kanisa litasimama imara na kazi ya Bwana itasonga mbele. Tunatamani kuona Burundi kanisa likiimarika, lisitikiswe na shetani. Hata pia Tanzania kanisa lisimame imara, lisitikisike. Kwa hiyo kwa ujumla wake ninamshukuru Mungu sana kwa huduma iliyofanyika hapa Burundi, kwa maana ya kanisa la Ngagara. Lakini bila kusahau shukrani za pekee ambazo Mungu wetu wa mbinguni anapaswa kuzipokea. Tumefanya ushuhuda mitaani siku ya Ijumaa asubuhi. Tumekwenda Ijumamosi asubuhi tumekwenda katika mitaa mbalimbali kuwashuhudia watu habari za Yesu. Watu waliokoka, watu walimpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao, na wengine tulikuwa nao asubuhi ya leo. Ni kwa namna gani watu wanahamu na kumwamini Yesu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo kanisa linaendelea kuimarika. Kanisa halitotikisika hata kama litapita katika magumu, hata kama litapita kwenye shida, kanisa la Mungu litasimama imara. Amen. Kipekee sana namshukuru Mungu sana. Nimefanya huduma sehemu nyingi, lakini kwa Ngagara ni sehemu ambayo imenipa tofauti mkubwa kwa namna ambavyo watu wamekuwa na mwitikio tofauti na maeneo mengine. Siku za katikati ya wiki wapata watu huwa ni ngumu sana, lakini Ngagara katikati ya wiki watu wamejaa. Yani ni kitu cha tofauti sana ambacho nimejifunza na kimeniimarisha, kitanifanya kupiga hatua kubwa katika utumishi. Amen. Kipekee na vitu vichache ambavyo nimeona na kugundua. Kwanza nimegundua kwamba vijana wanatamani sana neno, kujifunza neno. Na katika kujifunza neno ndipo unapata fursa na nafasi ya kujiimarisha ili upige hatua zaidi. Kwa vijana wa Ngagara wanahamu na neno, wanahamu na kujifunza. Hicho ndio nimekiona. Hata tulipokuwa tukitoka nje baada ya kumaliza ibada yetu, nilikuwa naona wengi wananifikia na kufurahia kile kilichofanyika. Natamani kiendelee kufanyika kwa ajili ya maisha yao ya leo, kesho na kesho kutwa. Asante sana. Asante sana. Kwa kweli kwenye semina ya wanandoa nayo pia imenibariki,
kwa sababu kwanza walikuwa tayari kufundishwa na sio kufichwa. Walitaka vitu vyote viwe wazi. Ndio maana halisi ya semina ya ndoa. Kwa hiyo walipofundishwa uwazi wa ndoa, walipokea kwa furaha na walitamani basi hata muda uongezeke, kwa sababu muda ni ukuta, tuwezi kupingana nao. Tukatii mamlaka kimungu na ratiba tulizozipanga kwamba basi tukaishia hapo tulipoishia, lakini kimsingi wa baba wenye ndoa na wa mama wenye ndoa walikuwa tayari kusikiliza na wamekuwa tayari. Asante sana. Ushauri ambao naendelea kutoa kwa kanisa na viongozi wa kanisa wa hizi idara ni kuendelea kufanya mambo haya mara kwa mara. Italisaidia kanisa kupitia wanandoa na vijana na rika zingine kusimama imara na kuimarika zaidi, kwa sababu mafundisho ndio njia pekee ya kuimarisha mwanadamu, kwa sababu kwenye mafundisho kuna fursa za maswali, na mtu anapoulizwa maswali anatamani kuelewa. Kwa hiyo nashauri kwamba mambo haya yafanyike mara kwa mara ili watu wazoee. Asante sana.